Mashabiki zangu mashosti, kuna kitu nataka niwaambie baadhi ya watoto wa kike. Watoto wa kike wa new generation, mkae mnajua hicho kitu mama lao nawaambia. Kutongozwa sana sio kupendwa. Wala kutongozwa sana sio ndo kuolewa. Ukijiona wewe unatongozwa sana, ukikata huku unatongozwa kudu, wewe ni wachipa, wewe ni wa bei ya chini. Sababu mwanamke anayejiheshimu, anayejipenda, anayependa maisha yake, anapenda mwili wake, ana respect herself, even the men wanamuokopa. Yaani mtu anakukopa hata kukuita, anajifikiria kwanza nitaanzaje kumuita mwana mama au mtoto wa kike. Kwa hiyo watoto wangu, watoto wazuri, msifikiri kutongozwa sana ndio kupendwa. Kutongozwa sana ni kushushwa samani. Yaani unakuwa huna samani. Sasa mwanamke mwenye samani yule watu wanauliza nitampataje? Kuweni sana makini, usijiachie sana eti kisa unatongozwa. Ukatembea na huyu, ukatembea na huyu, ukabadi wanaume hutowamaliza, bali utachekwa. Utakuwa kila ukipita watu wanakunana, huyo tayari mimi. Huyo ni mimi nimeshamuona. Huyo ana kasoro kadhaa. Huyo unavunja samani yako ya utu wako. Ndugu zangu, samani mtu anaijipa mwenyewe. Heshima lazima ujiheshimu. Hakuna mwili wa aibu kama mwili wa mwanamke. Mwili wa mwanamke unatakiwa sana heshima. Unatakiwa sana kujiheshimu, unatakiwa sana kujihifadhi, kuufunika sana. Mwili wa mwanamke ni wa mume wako ambaye atakaye kuoa. Guys, mjiheshimu, msifikiri kutongozwa ni kupendwa. Kutongozwa ni kutamaniwa endena na kuacha. Kwa hiyo, lindeni heshima zenu, muonekane wa kina mama wa heshima, muonekane kina dada wa heshima, muheshimike kwa jamii, pia kwa Mola wenu. Ushauri wa mama lao.